Naam, shikamoo wakubwa wangu, mchambo wale rika yangu. Leo ningependa nazungumza na walimu wenzangu. Tumebakisha karibu wiki moja, wiki mbili, tufungue shule. Ila, kuna neno ningependa kulizungumzia. Na kwenye mazungumzo yangu, tunatumia swali hili. Je, wewe ni mwalimu wa aina gani shuleni? Wewe ni mwalimu aina gani shuleni? Una uhusiano upi na wanafunzi wako shuleni? Ndo swali ambalo ama maswali ambayo yataelekeza mazungumzo yangu. Naam, tukiwa shuleni walimu, wakati wote sijui walimu wengi huwa wanaona kukua, yani kwa lugha ya Kiingereza anasema kukua strict kwa wanafunzi ni swala ambalo linakufanya yani uonekane kabisa wewe ni bingwa, lakini si kweli. Leo ningependa kuzungumzia uhusiano baina ya mwanafunzi na mwalimu. Wewe umejenga uhusiano wako vizuri na wanafunzi wako? Wanafunzi wako wanakuogopa? Wanafunzi wako ni marafiki zako? Wakiwa na matatizo wanakuambia ama wanakuficha? Yani unapata tu kumbe kulikuwa na tatizo, wiki imepita hujawahi kujua. Ni nini huwa inafanya walimu wengi kuogopwa na wanafunzi? Walimu wengi huogopwa na wanafunzi kwa sababu kwa jinsi unavyojibeba wewe mwenyewe mbele ya wanafunzi wako. Yani mara kwa mara wewe ni mtu kisirani. Umepata mwanafunzi ana tatizo fulani, kwa mfano ama amechelewa, kwa mfano. Kwa wale wanafunzi wanasoma shule za kutwa. Mimi nafundisha shule ya kutwa moja huko Nakuru. Na wakati mwingine tuseme niko kwenye zamu, unakutana kuna mwanafunzi, yani tangu uanze zamu yako, huyo mwanafunzi amekuwa akichelewa wiki nzima. Yani unashindwa mwenyewe ni nini haswa. Jumatatu uko langoni unawasubiria, yeye anakuja tu amechelewa. Unamuuliza ni nini? Pengine ndio hivyo anakuambia mwalimu, sijaweza kuamka mapema. Haya, moja mbili, tunaelewa tu yale maelezo ya wanafunzi kawaida. Pengine unampatia unampatia kazi, fanya hili kisha uende darasani, walimu mwingine pengine anawachapa nini na kadhalika. Sasa swali langu ni, umepata huyu mwanafunzi Jumatatu amechelewa, Jumanne amechelewa, Jumatano amechelewa, Alhamisi amechelewa. Tuseme Jumatatu ulikuwa umemchapa huyu mwanafunzi, Jumanne ukamchapa kwa sababu amechelewa. Swali langu ni hili, akichelewa Jumatano utamchapa? Utamchapa tena? Yani na maisha umemchapa Jumatatu, ukamchapa Jumanne, Jumatano huyu mwanafunzi pia anafika shuleni amechelewa. Utamchapa? Kitu najaribu kueleza hapa ni kwamba walimu tunapojenga uhusiano baina yetu na wanafunzi, kuna mambo ama maswala ambayo wanafunzi wetu wanaanza kutuambia. Utapata huyo mwanafunzi badala umchape tena Jumatatu, kitu nafaa kufanya ni kumpa muda, umchukue mahali, umwambie, umsihi akueleze ni nini haswa kinachomfanya afanye nini achelewe. Amechelewa Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Sasa ikifika Jumatano na wewe ni mwalimu unaendelea kumchapa, ina maana hujajenga uhusiano mwema baina yako na walimu na wanafunzi wako. Sasa cha maana hapa najaribu kwa muktadhari kusema kwamba tunapoelekea kufunga shule, wewe mwalimu ambaye unanisikiza mahali popote ulipo, na kusihi uwe mwalimu wa kujenga uhusiano baina yako na wanafunzi wako. Unapojenga uhusiano, ina maana mnaunda urafiki wa karibu. Tunajua boundaries ni wapi, tunajua, lakini si ule urafiki wa kimapenzi, lakini urafiki pale ambapo mwanafunzi akiwa na tatizo hawezi kukuficha. Anakuja tu moja kwa moja pale majilisini, anakutafuta, anakwambia mwalimu, unaona nimechelewa Jumatatu, Jumanne,
sio kupenda kwangu mwalimu. Mwingine anakuambia hata kwa wale wanafunzi wa shule za kutwa, anakuambia unajua mwalimu, weekend iliyopita kulikuwa na sintofahamu katika familia yetu. Baba na mama walifanya nini? Walifurugana. Mama yuko nyumbani, inabidi mimi mwenyewe niamke, sijui nifanye nini. Baada ya mimi kuamka, nikame ng'ombe, sijui nifanye nini, nioshe vyombo, nipike deki, nikaandae staftahi kwa ajili ya watoto wetu wadogo, wale wanuna zake. Nichukue, nimekama maziwa, pengine nichukue maziwa, niweke mahali, ili tuweze tukirudi jioni, tupate hela za kununua pengine unga. Na wewe mwalimu tu umekuwa ukishinda unamchapa huyo mwanafunzi. Hujataka kujua ni nini kinaendelea. Yaani hujataka kujua beyond kuchelewa kwake, ama ni nini haswa kinachochea kwake kuchelewa kila siku. Sasa kwa muktadhari, tunakuwa na mifano mingi shuleni ambayo sisi walimu tunafaa kuunda uhusiano na wanafunzi wetu, ili wanafunzi wetu wapate muda wa kutueleza yale mazuri na ama niseme matatizo na hata furaha zao. Unajua mwanafunzi anapokuwa na uhusiano mwema na wewe, ana uwezo wa kukueleza furaha yake, akiwa pia na tatizo, ana uwezo hata kuogopa, anakuja anakuambia mwalimu, mimi na tatizo hili na hili. Mimi mali nafundisha wakati mwingi, unapata mwanafunzi anakuja anasema, ningependa kuona mwalimu, anataja jina langu. Haya basi, niambie, anakuambia madam, hatutaongea hapa, tuseme mimi niko majilizini, pale staff room niko ndani. Anakuambia, madam naomba nikupate kidogo. Usikuwe mkorofi, unaanza eti unipate kidogo. Eti unataka nini? Sijui umeanza kunipangia mahali ambapo unanizungumzia. Hapana, sio hivyo. Inabidi tu walimu ambao yani tunawaelewa wanafunzi wetu. Mimi wakati wote akiniambia hivyo, basi mimi nanyanyuka, naenda huko nje, namuuliza, niambie sasa unasemaje? Unapata yule mwanafunzi anakueleza, mwalimu, mimi nina tatizo hili. Kama ni wakati mwingine tuseme msichana anakuambia, madam, mimi kwa mfano hedhi, nataka kupata hedhi, sina hata hela za kununua sodo, sina hela za kununua sodo. Na wewe tu ni mwalimu wa kike, utafanya nini? Na ulikuwa unakataa, tuseme ungekataa kwenda kumsaidia wewe mwanafunzi au kumsikiliza. Wewe mwanafunzi kama sasa akikwambia hivyo, kama una hela wewe mwenyewe umebarikiwa, unampatia hela, ama hata unamwambia basi wacha mimi nikija kesho shuleni nikuletee nini? Nikuletee na sodo kesho asubuhi. Ama kama ni dharura, unampatia hela, unamwambia, unamwandikia exit, unamwambia enda duka fulani chukua. Ama unatumana mwenyewe, unahoda, uletee shuleni kisha unamkabidhi mwanafunzi wako bila yeyote kujua. Sasa na ujue tunapofanya hivi kuunda uhusiano baina yetu na wanafunzi, ndio itatusaidia pia uhusiano huo itaextend to darasani. Mwanafunzi ama wanafunzi wakijua kwamba una uhusiano mzuri na wao, hadi wanaposubiria kipindi chako, wanasubiria na hamu, wanakipenda, na hata ukienda kufundisha watakuelewa, watakusikiliza. Kama ni mitihani watafanya vizuri, kwa sababu wanajua mwalimu anatupenda, anatusikiliza. Sasa leo tu kwa muktadhari, ningependa kuzungumzia walimu. Tunaposhughulika na sherehe hizi za Desemba, tusisahau kazi zetu na tujue kwamba huwa wanasema ualimu ni wito. Sisi tumeitwa kufanya kazi. Tunakaa kama wahubiri. So unaporejea pale ambapo unafanya kazi, nenda unda uhusiano mwema baina yako na wanafunzi wako, ili waweze kuwa marafiki zako, wakusikilize na hata wafanye vyema tena darasani. Uhusiano unaleta matokeo chanya baina ya mwalimu na mwanafunzi. Asante.